Sikia sasa, hapa niko na mwanangu Matias. Tuko ndani ya daradara. Bwana, wewe ukiwa ndani ya daradara, wewe unafanya nini? Je, unapata fursa kuwahubiria watu habari njema, au wewe unatumia mazingira yapi unakuwa ndani ya daradara? Una picha gani Matias? Ngoja nikuulize mwanangu, unapokuwa kwenye daradara, je, ushawahi kumhubiria mtu habari njema au kumwambia kuhusiana habari za Yesu? Amina mtumishi, mimi nakuwa nawahubiria mara moja nikipanda, na waambia habari njema za Kristo ili wapate kumfahamu Kristo ni nani na alikuja kwa kusudi gani na alifanyika yeye hapa duniani ili aje kufanya nini. Kwa hiyo mara moja na wahubiria, ninapopata muda wa kusema na mtu mmoja akiniruhusu, na mhubiria na mwambia habari njema za Yesu Kristo na ujio wake Yesu Kristo hapa duniani. Amina mtumishi wa Mungu. Bwana, hapo umemsikia Mr. Matias. Mr. Matias anakuambia kwamba yeye huwa anapata fursa ya kuhubiria watu habari njema anapokuwa ndani ya daradara. Sasa ndugu yangu, hii ni fursa ambayo inatakiwa tuitumie tunapokuwa ndani ya usafiri. Ndani ya usafiri hakikisha unamhubiria mtu habari njema, hakikisha unamwambia mtu kuhusiana na habari za upendo wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo unapokuwa ndani ya daradara kama hivi, unaona Kwa hiyo ongea habari njema, wahubirie watu injili, waambie habari ya msalaba. Unaona bwana, waambie jinsi, waambie jinsi ambavyo Kristo alikuja akafa akafufuka, na siku ya tatu akatukomboa na akatupa uzima. Kwa ndani ya daradara ni sehemu maalum na sehemu sahihi ya wewe kuhubiri injili. Naam. Wakati sehemu sahihi ya kuhubiri injili inaweza ikawa mojawapo ni sehemu ya kwenye mikusanyiko kama hii ya daladala, ni sehemu ya kukutana na watu na kuambia habari njema za Kristo ili watu wapate kumjua Kristo ni nani na wapate kujua alikuja kwa kusudi gani. Kwa maana hiyo ni ukombozi wake mwenyewe. Usitangaze dini, tangaza Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndo amekuja kwa ajili yetu sisi kutukomboa na kutupeleka njia, kwa sababu alisema yeye ni njia ambayo tutaenda kwa Baba. Amina mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo unapokuwa kwenye daladala, husika na hilo jambo la kuambia watu habari njema za Kristo, kama sisi tunavyokuwa tunawaambia watu habari njema za Kristo. Na wewe tumika ndani ya Kristo, mwambie mtu habari njema za Kristo, upendo wa Kristo, japo umwambie angalau hata neno moja tu, Bwana Yesu Kristo anakupenda. Kwa hiyo utakuwa umesababisha umepanda mbegu njema ndani ya mtu huyo, na anaweza ikavunwa muda wote na akaweza kumpokea Yesu Kristo na akapokea ukombozi, akawa na maisha huru kama maisha matakatifu. Na mtumishi wa Mungu. Sasa hizi ni steps ambazo unatakiwa ufanye ukiwa ndani ya daradara unapoenda kuhubiri injili. Najua watu wengi waga wanatamani kusema neno wanapokuwa ndani ya usafiri, lakini huwa kuna namna fulani hivi kama ya uoga ambao mtu waga anakuwa nao. Sasa sijui kasema kama ule uoga ni ibilisi, hapana. Unajua hatua ya kwanza kuhubiri habari njema kwenye daradara ni hatua ambayo ni madhubuti sana kuchukua. Lakini nataka nikwambia katika kile kitu lazima mwanzo utaanza kuogopa, lakini unapofungua kinywa tu na kusema habari za Kristo, Roho Mtakatifu atakupa maneno ya kuongea. Sasa ndani ya daradara unaweza kuona vipeperushi vya habari njema. Kumbuka wengine wanashukia njiani. Ukiona hivyo vipeperushi, gawa kwa kila abiria, wape nini vile vipeperushi vinavyomhusu Kristo. Maana Bwana. Lakini kuna wengine wanakuwa na ujasiri kabisa wa kunena habari njema. Hata ukipaza sauti kwamba jamani, habari za saizi, habari zenu, nataka niongee kuhusiana na habari za upendo wa Mungu. Kwa hiyo unawaambia watu kuhusiana na habari za Kristo, unanena nao, unawahubiria, unaambia kwamba Yesu anawapenda, Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya maisha yao. Sema nao kuhusiana na habari za Kristo. Kwa hiyo usiogope unapokuwa ndani ya daradara kama hivyo. Hubiri habari njema, watu wanaingia wengi wanazisema habari za Kristo. Kwa hiyo usiandafie kumnena Kristo. Kwa hiyo mseme Kristo, mnene Kristo, zungumza habari unapokuwa kwenye daradara. Hiyo nao ni sehemu moja hapo ya kushuhudia. Kushuhudia bila woga, tamka maneno, gawa vipeperushi, na habari njema zitawafikia watu wote.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha leo kizuri, injili katika vyombo vya usafiri, yani barabarani, kwenye daradara, hata kwenye matreni, kwenye usafiri wa ndege. Hakikisha unamsema Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ulikuwa na mimi katika kipindi cha leo, Evangelist Evan Madison, lakini ukiwa pamoja na Pastor Mathias Kiumbe. Amani ya Bwana uwe nanyi. Asante sana kwa kutufuatilia. Amen.